Uhali gani na karibu kwenye mshike viwanjani. Yes, leo ni Machi 25, 2020. Bado tunasisitizana juu ya kuchukua tahadhari ya kinga, tahadhari ya kudhibiti virusi vya corona. Mimi naitwa Ahmed Ali na moja kwa moja tuanze kwa kuiangazia klabu ya Yanga. Sintofahamu ya Yanga na mdhamini wake sasa inaelekea kufikia mwafaka, kwani taarifa zilizotufikia hivi punde zinasema kuwa pande hizo mbili, yaani klabu ya Yanga na kampuni ya GSM, zimekutana na kumaliza tofauti zilizopo. Jana kulikuwa na taarifa ya baadhi ya wajumbe wa kamati ya utendaji ya Yanga kuhoji uhalali wa GSM kufanya mambo yaliyo nje na makubaliano. Mapema hii leo GSM wakaandika barua kwenda Yanga ikieleza kujitoa katika baadhi ya mambo yaliyo nje ya mkataba. Mchana wa leo imeelezwa baadhi ya viongozi wa Yanga pamoja na wa GSM wamekutana na kufanya kikao cha kumaliza hali hiyo iliyojitokeza. Usiku huu tumewatafuta pande hizo mbili, kwa maana ya viongozi wa Yanga na wale wa GSM, kuzungumza nao nini kimetokea, lakini kwa bahati mbaya hatujawapata. Na kwa muda huu nakwenda kuungana na wenzangu James Samuel pamoja na Gift Macha. Takwenda kuangalia masuala mengi kweli kweli, lakini kubwa kabisa tukianza na hili la Yanga. Bana Wanyabi, mambo vipi? Nzuri. Hilo jina mwenyewe. Wewe sio Mnyabi? Bana, corona bado inaendelea kutikisa uga wa michezo na dunia kiujumla, lakini mapema hii leo taarifa ambayo imetikisa Yanga Afrika ni GSM kutangaza kujitoa kwenye yale mambo yasiyo ya kwenye mkataba, kama vile kulipa mishahara, kambi, na sasa watabaki kwenye masuala yao ya msingi ambayo yapo kwenye mkataba. Hili tukianza nawe Gift Macho, na alitazamaje? Of course ni taarifa mbaya, na taarifa mbaya ukitaka kujua ubaya wake ni namna ambavyo leo watu wameweza kuijadili kuliko hata corona yenyewe ambayo ndio inatikisa dunia. Kwa hiyo ni taarifa mbaya, na nadhani imeanza kama siku mbili hizi tatu, imekuwa ni habari za mtaani, lakini leo imekuwa ni rasmi. Japokuwa urasmi wenyewe umepatikana kwenye njia ambayo labda watu wengi hawakutazamia ingekuwa hivyo, kwa hizi barua kuvuja na kuja mtaani, lakini sio taarifa nzuri, kwa sababu wawekezaji au watu ambao wametoa fedha kuweka kwenye mpira tunatamani kuwashika na kuona wanawekeza na wanaendelea kuwepo zaidi. Kwa hiyo inapokuja taarifa ya mtu kutoka, kwa mtu ambaye unaupenda mpira wa nchi, kwa mtu ambaye unapenda maendeleo ya mpira, haiwezi kuwa taarifa nzuri. Kwa hiyo tulitazamia kuona Yanga wanakutana pamoja na GSM kujadili, kwa sababu bahati mbaya ni kwamba ili ambalo lilikuwa linatokea ni lile ambalo lilikuwa linafanyika kwa kudra. Yaani tuna mkataba ambao unaishia hapa, lakini tofauti na mkataba mimi nakupa tena na kingine. Na hiki kingine kimekuwa na manufaa makubwa sana kulinganisha hata na ule mkataba, kwa sababu kimekuwa ni kikubwa pengine hata kuliko kwenye uhalisia wa mkataba. Kwa hiyo kwangu ilikuwa ni taarifa mbaya, na tamani kuona hadi kufikia kesho tunapata muafaka na kuona namna gani ambavyo wanaweza kuendelea kufanya kwa namna ambavyo walikuwa wakifanya awali. Chokochoko imeanza, baadhi ya wajumbe kuhoji kwa nini GSM anayafanya haya. Wajumbe wa kamati ya utendaji wanahoji, yani anafanya vizuri GSM, lakini kwa nini anafanya? Ndicho ambacho kimemkera GSM. Yani wewe James, ni jukumu lako kwa mfano kunipa mimi shilingi 5,000 lakini ukanipa 10,000, alafu mimi nikahoji kwa nini unipe shilingi 10,000? Leo ni jukumu. Kwa mfano unazungumzia. Kilichotokea, lakini sio tu hiyo kuhoji kwamba kwa nini 10,000. Hiyo 10,000 nilikuwa nikupatie. Yani James anipe mimi nikulipe wewe. Kwa hiyo James alikuwa anipe 5,000 nikulipe wewe. Akakuchukua wewe akakuita kwake akakupa 10,000. Yaani nilichokiona kilichotokea ni kwamba kwangu mimi, kwa namna ambavyo nilitazama ile jambo, kuna vitu wanakubaliana na GSM. Lakini kuna baadhi ya vitu walikuwa wanahoji kwa nini kifanyike kwa namna hii na kisiwe kwa namna hii. Mojawapo ikiwemo jambo la
kuwalipa zile bonus na wachezaji direct. Hicho ni moja kitu ambacho kilikuwa cha kwanza kabisa kuanza kuibuka kwamba hizi pesa zinapitaje kule, kwa nini zisianze kupitia kwa club na hivyo. Hasa GSM walipokuja kuamua kutaka kujitoa, amekuja kuonesha na vingine ambavyo wao hawajavilalamikia. Na ukienda kuviangalia sasa, kimsingi inamaanisha tunarudi hatua nyingi ambapo Yanga alikuwepo huko kwenye baadhi ya misimu hapa nyuma. Yani vitu 10 na ngapi umeviainisha hapo, umeviona kwenye barua. Training facility ambazo zinahusisha camp ya timu wakiwa ndani na nje ya Dar es Salaam ambapo ndio makao makuu ya club, kwenye masuala ya usafiri ambayo ni usafiri ambao ni comfortable na suitable kwa ajili ya wachezaji kuweza kuperform, kupata bench ama technical staff ambayo imeshiba, kwa sababu hili kuja technical staff inahusisha watu wa kada mbalimbali, watu ambao wanahusisha na fizio, kuna watu ambao ni madaktari wanaweza, na kwa ushahidi, kwa sababu tupo na wachezaji tunafahamiana nao, wamekuwa wakitoa ushuhuda wao na kuzungumza namna ambavyo waliweza kubadilika na kusaidiwa na wale baadhi ya watu waliokuja kwa kampuni iliweza kuplay hapo. Kwa taarifa ni kwamba jezi ya Yanga inayouzwa ile ikitoka, kiwango ambacho wanatakiwa wapate Yanga kwenye kupitia ile nani ambayo ndio GSM waliingia nao mkataba hapo, ni kiwango kidogo sana ukianza kupiga hivi. Sasa gharama ambazo wamekuwa akiziingia ni kubwa. Inawezekana viongozi wa Yanga walikuwa na haki ya kuhoji kwenye namna moja kwamba kama club tuna taratibu na tunatakiwa tufuate hivi, lakini unazioji kwenye namna ipi? Unazioji kama unataka kumkosoa, unataka kumnani au vipi? Vitu vya msingi mimi nilichokiona, GSM walikuwa na nia nzuri. Na nia hiyo ambayo ilikuwepo ni kwa ajili ya wao kusababisha biashara walioingia na Yanga ama pesa wanaoitaka kuipeleka Yanga inaenda kurudia kwa namna gani? Lengo lao ni kuuza jezi. Timu isipokuwa na mafanikio, timu isipoumbwa, huwezi kuwashawishi wale mashabiki kununua hivyo vifaa vya timu ambavyo vimetengenezwa na wewe. Kwa hiyo kuna namna ambavyo wao walikuwa wanajaribu kuirudisha Yanga kwenye nafasi yake, kutumia fan base ya Yanga kumfanya mwana Yanga aamini kwamba akichukua bidhaa ambayo imetengenezwa labda na GSM kama ni jezi na matokeo yanayoendelea kule, hata jifeel mtu fulani ambaye amejikunja. Angalia namna ambavyo wameweza kuplay low kubwa kuirudisha kwenye kasi, baadaye licha ya kwamba walirudi step nyingi nyuma na kuifanya Simba iwape gap kubwa kwenye kuwania ubingwa pale labda kuachwa na Azam, mpaka saizi wako nafasi ya 3. Zilikuwa ni hatua ambazo walizichukua ndani ya msimu, sio mwanzo wa msimu. Wameainisha hapo baadhi ya wachezaji ambao wamewasajili. Umeona impact mchezaji ambaye yuko pale kinara, Bernard Molson alivyoweza kuwa na msaada kwenye kikosi. Haruna Nionzima ambaye alirejeshwa amekuwa na msaada mkubwa kwenye kikosi. Mlinzi ambaye alishaainisha kwamba anaachana na Yanga kutokana na shida zilizokuwepo na alishaondoka, inasemekana alikuwa kwenye hatua za kuondoka nchini. Unaona Lamine Moro wakaweza kumzuia. Kwa hivyo ni vitu ambavyo walivifanya nje ya makubaliano ya kimkataba. Kwa hiyo kuweza kufikia hatua ambayo tumepata taarifa kwamba wameifikia ni jambo zuri kwa Yanga na maslahi ya mpira yenyewe. Kwa sababu vitu ambavyo wameenda kuviweka, mfano kujaribu kuisaidia timu kuangalia ni namna gani unaweza kuondoka kwenye mfumo wa utegemezi. Kwa hiyo unatakiwa uwavumilie saizi, ili cha kwamba wanaweza wasiwe wanafanya vitu fulani ambavyo nyie riziki navyo, ili mfike sehemu ambayo itakuwa ni njema kwenu na kuweza kujiachia. Sasa mfate namna ambavyo karatasi zinataka. Karatasi zinapendeza, ila karatasi yenye pesa inapendeza zaidi. Wa shirikisho la riadha nchini Tanzania RT Suleiman Nyambui, ambaye pia ni kocha wa timu ya riadha ya Brunei, ambaye ni mshindi wa medali za shaba mwaka 1978 wakati wa michezo ya Afrika. Pia ni medali ya fedha ya mwaka 1980 umbali wa mita 1500. Si mwingine ni Suleiman Mujaya Nyambui. Suleiman Mujaya Nyambui, habari za wakati huu? Habari ni nzuri. Kwanza nataka kuwapa pole waandishi wa habari kwa kumpoteza dada yetu Asha Muhaji. Nimesoma habari kwenye mtandao, nimesikitika sana. Mimi ni mzima. Naona unakula maisha tu Brunei huko. Hapana, si maisha kama na yule anaola kutokana na jasho langu ambalo nalifanya. Unakula kuku peke yako Nyambui? Hapana, siri kuku ziko Tanzania pia ndugu yangu, isipokuwa tu ni kuwajibika kwangu ambako na jari kazi yangu, naifahamu kazi yangu na natoa ninachokielewa.
Sawa. Nyambui, tuambie, michezo ya Olimpiki imesogezwa mbele. Ukiwa kama kocha wa timu ya taifa ya Brunei, labda hili umelipokeaje na litaathiri vipi maandalizi ya timu yako? Ukweli sio kwamba maandalizi ya timu yangu peke yangu, maandalizi ya timu nchi nzima duniani kote, ulimwengu kote, kwa sababu kwa kipindi cha ilikuwa imebakia miezi 4 tu ambao mashindano yafanyike. Alafu wakati imetokea ndio harakati ya wachezaji kujinoa vizuri sana. Alafu ndio wakati wengine ambao wanatafuta ile kufikia viwango, kwa mfano mchezo wa riadha. Mchezo wa riadha kupata kiwango mpaka ni dakika ya mwisho unaweza ukapokelewa. Kwa mfano mwisho wa mwezi wa 6 bado unaweza ukapokelewa. Inategemea na nchi imeandaa programu gani kuwapeleka wachezaji, lakini sisi kufikia kiwango mpaka dakika ya mwisho mwezi wa 6 hivi unaweza ukakubalika kwenda hata tarehe 1 mwezi wa 7 bado unaweza ukapokelewa. Ndio nafasi ya mchezo wa riadha. Alafu kwanza nasikitikia timu yetu ya nyumbani ya wachezaji ambao walikuwa wameandaliwa. Shirikisho la riadha lilikuwa melipia kituo cha kufanyia mazoezi kule Kenya, ambako ilikuwa ni vizuri sana wachezaji kwenda kujinoa na alafu Kenya pale kuna kuna wachezaji wengi sana kutoka nje ambao wanafanyia mazoezi hapo, na wakati huo ndio walikuwa wamefurika wanajiandaa kwa ajili kujinoa, na hii ilikuwa nafasi nzuri kwa wachezaji wetu. Bahati mbaya imetokea ili gonjwa, ni baya sana, na nasema ni baya hasa. Michezo ya Olimpiki sio michezo kwa nchi ile inayoandaa peke yake, ni nchi nyingi ambazo zinashuhudia kushiriki duniani. Kwa hiyo kwa kuwa limetokea gonjwa hili, lazima tujihadhari, kwa sababu sisi makocha tuna lugha moja tunatumia kwamba mchezaji kwanza, matokeo ndio baadaye. Wanasema first athlete and the second is result. Kwa hiyo sisi ndio tunatanguza afya ya mchezaji kwanza kuliko performance yenyewe. Kwa hiyo ukweli hali ni mbaya. Hata ingekuwa waseme kwamba waendelee, lakini watu wengi wameathirika sana, wachezaji wengi wameathirika sana kufanya mazoezi kuja kulikaba kwa miezi 3 peke yake. Sawa. Nyambui, uwezekano wa Olimpiki kufanyika ni mwakani tena 2021. Kwa kipindi hiki sasa, nini mnakifanya kuhakikisha kwamba mnatunza mazoezi ya wachezaji wenu ambao tayari mmeyafanya kwa muda mrefu huko nyuma? Sisi tulikuwa nikiongelea Brunei, tulikuwa na mchezaji mmoja tu ambaye alikuwa amekaribia kufikia kiwango wa mita 200 na 100 peke yake. Wachezaji wengine, ukweli naongea tu bila kificho, wachezaji wa hapa hawana uwezo kama wachezaji wa Tanzania walivyokuwa. Vifaa viko vingi, viwanja vya hali ya juu, lakini ndio usemi ule unasema kwamba kwenye mita hamna wajenzi. Sasa wewe si ndio kocha wa kupandisha hivyo viwango? Ndio maana nimekuchukua kutoka Tanzania kwenda Brunei kwa ajili ya kupandisha viwango vyao. Ndio nakubaliana, lakini ndugu mtangazaji, unategemeana maumbo ya mtu alivyo, kwa sababu kwenye riadha kuna maumbo mbalimbali, lakini usitegemee kwamba dunia nzima Mwenyezi Mungu ameumba wanadamu wote wanalingana, wanafanana kwa maumbo, kwa matabia, kwa kipaji. Huyo ni Suleiman Nyambui akizungumza nasi akiwa huko Brunei. Yeye ni kocha mkuu wa timu ya taifa ya Brunei. Nyambui kama shughuli imemshinda hivi, maana anasema watu wenyewe yani kuna mtu mmoja tu ambaye ndo yuko tayari kwa ajili ya mashindano. Sasa unaona ni namna gani wako serious. Wana mwalimu ambaye anatoka nje ya maeneo ya kwao, licha ya kwamba mwitikio sio mkubwa kwa watu ambao wamekuwa nao ndani, lakini yeye anajitahidi. Lakini mimi kauli yake ya kwanza ndio kidogo imeninyongonyeza. Haitakiwa aangalie ni namna gani anaweza akawasaidia, aangalie ni namna gani anaweza kufanya mchezo uwe pendwa kwa watu. Brunei ukiwaangalia sio kwenye riadha tu, hata kwenye michezo mingine wako nyuma. Kwa hiyo kwa kuwa wewe wamekuona, inamaanisha labda kama ulivyomuuliza kwamba wewe ndio kocha, umekuja hapo unatakiwa uokoe jahazi, uangalie ni namna gani unaweza kufanya, lakini na yeye amekuelezea ni namna gani athari zaidi janga lilivyokuwa kubwa, na hata wao pia hizo shughuli wamezisimamisha, licha kwamba wanao mchezaji wao mmoja huyo anayemwamini, wengine imeshindikana, ila haiko. Lakini nilikuwa na kitu hapa tuliongea off camera. Kuna nchi nyingi ambazo ziliona baadhi ya vitu kama hivi haviendi. Nakumbuka Tunisia waliweza kuchukua, kama kwenye mpira wa miguu
Kuna baadhi hadi wachezaji wa Brazil waliwahi kuingizwa kule. Kwenye baadhi ya nchi unaenda unakuta Brazil si ni nchi kubwa, ina watu wengi sana. Kama hapa tulikuwa tunatetea Silvio Coutinho wakati anacheza Yanga, kwamba hivi juzi tulikuwa tunaongelea issue ya Shishimbi. Rwanda hapo chukulia mfano, timu yao ya taifa ilikuwa kuna kipindi miaka 2004 mpaka 2008-10 ndipo hawa wakina Medi Kagere walikuwepo, wakina Mbuyu Twite na ndugu yake yule wote maremu Mafisango walikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao si raia wa Rwanda lakini waliamua kuwasili na kuwapa uraia kwa sababu wachezaji wao walikuwa hawawezi kuwapa kile ambacho walikuwa wanakitarajia. Kwa hiyo kwa Nyambui kwenye nchi kama Brunei alikuwa anaweza, unajua huku kwetu kuja ukimwambia mtu afanye hilo jambo anaweza akaangalia. Wewe mwenyewe unaweza sema ndio hivyo tu. Na nikwambie tu kwamba Brunei ukitaka kuifahamu unaweza ukarejea nyimbo ya Professor Jay, unasema wabongo wanapenda sana starehe kuliko kazi, wanatamani wangezaliwa Brunei wa Mwagalazi. Kwa hiyo unaweza ukajua ni kanchi fana ambako watu wake wanapenda sana bata. Twende break, tutarejea. Huu ni mshike viwanjani. Yes, tumerejea tena. Huu ni mshike viwanjani. Mimi naitwa Ahmed Ali, niko na James Samuel na Gifty Macha. Bana, kule nchini Uganda, Jackson Mayanja, kocha huyu ametoa tuzo ya kocha bora kwa mwezi Februari akiwa na timu ya KFC. Sasa kwenye line tuko na Jackson Mayanja. Jackson Mayanja, habari za wakati huu? Nipo vizuri, siku nimetoka Tanzania. Na mimi Tanzania vizuri sana. Nimepata wakati nzuri sana kwa Tanzania. Na naendelea na timu yangu mpya KFC Club, na nimeichukua kwa mwezi miwili kwa malengo ya isishuke daraja, kwa sababu nilipata kama inaanza daraja iko kwa nafasi ya 15 kwa timu ziko 16, nikaipandisha mpaka kwenye position ya 10 hapo 9, tunalingana na mwingine ya 9 hapo, tuko hapo hivyo. Na kwa muda hii sasa hivi nimeshachukua kwenye robo finali ya Stanbic Uganda Cup kwa Tanzania, ni shirikisho, kombe la shirikisho. Umesema umemiss Tanzania, labda utuambie Mayanja mia nini umemiss hasa sana huko Tanzania? Mimi sana Tanzania kwa sababu kuna washabiki ambao wanapenda sana mpira, wanakuja wengi kwenye uwanja, vitu kama hizo. Anyway, umechukua Ketume ikiwa kwenye nafasi mbaya na sasa umefanya kwa miongoni mwa timu nzuri hapo Uganda. Labda utuambie kusema huku kwa ligi ya Uganda na ligi nyingine duniani kuna athiri vipi mwendelezo wa timu yako ambao tayari ilikuwa imeshaanza kushika kasi? Nafikiri hapa Uganda hakuna figisu sana ya watu kwenye uongozi, kwenye wachezaji. Mwalimu ni mwalimu anachukua sana hatua ya kupeleka mbele. Najua vilabu zote zingine nilifundisha Tanzania kuliko ambao hii timu nimewacha ile ya KMC, ambao KMC silikuwa sina shida nao sana, lakini tu vitu vilikuwa, mimi nilikuwa bado mpya kwenye timu, nilikuwa nataka niweke vitu sawa, lakini zikakuwa tofauti. Yani Tanzania ni nchi ambao wanapenda sana mpira, lakini wanapaswa pia sometimes wakuwe na uvumilivu kwa vilabu vingine. Nimekuwa Simba, sijapata tatizo, alikuwa hakuna mtu ananiingilia kwenye Simba. Muda nimekuja pale kama kocha mkuu, niliona nikashinda mechi nyingi sana, nilikuwa na maamuzi wangu kama mimi, kaenda timu zingine pia Kagera, timu zingine zote. Lakini tu KMC tulikuwa tu wamepata wachezaji ambao walikuwa wote karibu wapya, wageni wapya. Yani nilikuwa bado najaribu kuweka vitu sawa. Lakini vitu baadaye nikaanza kupata matokeo tena, hapo muda nikatoka Kampala. Lakini nikakuja Uganda nikakuja na timu hii, wananielewa na wanajua vile ambao mimi navyotaji, wanajua mimi ni kocha professional, vitu kama hizo. Sawa, kwa muda huu ambao ligi ya Uganda imesimama, wachezaji wako labda umewapa programu gani ya kuifanya kwa kipindi hiki? Programu ya mchezaji sasa, kwa sababu hii corona itakiwi kulingana na watu kila mtu. Yani programu ambayo nimempa wachezaji wangu ni kukua nyumbani,
watu ambao wana nini, tumejaribu kuweza kama naweza kuonekana kunawapatia hizi nini za badminton za kidogo ama kukamata canvas, kuwa na mpira, zinagawia mpira kila mchezaji akae na mpira nyumbani, afanye ile ya compound training. Yani ni compound training. Compound training ni ile ya mchezaji ambao anaweza kufanya na mke wake na ndugu yake na mtoto yake. Sasa kama mimi nakuwa nyumbani na mtoto yangu ambao unajaribu kufundisha akuja kuma wa kesho, na nacheza pia badminton. Sasa unasikiliza hata sauti nyuma huko, nilikuwa nacheza badminton, kuniweka pia kama mwalimu ni kuefiki kama narudi kwenye ligi, kama narudi kama uko tayari kufundisha wachezaji. Tutarejea siku moja Jackson Mayanja 100 akirejea kunako ligi ya Tanzania. Nafikiri nitarudi Tanzania. Nataka pia nirudi Tanzania kwa sababu hata sasa mwezi wa pili hii nimechukua tuzo, na nashukuru Mungu wamenichagua kama kocha bora wa mwezi wa pili kushinda makocha wetu wengine kwenye ligi kuu, kwa sababu baada ya kuchukua timu kwenye robo finali na kushinda mechi kadhaa kwa mwezi huo nikachaguliwa kama kocha bora wa mwezi wa pili. Nashukuru sana Mungu wameweza kuona kazi, na nafikiri bado pia na nashukuru wale wa KMC kunipa kazi siku ile nimekuwa kule. Ilikuwa ameshaoleka hapo professionalism nzuri, lakini tu vitu vikaenda vizuri. Lakini hiyo sio neno, maisha ya mpira inaendelea. Lakini pia napigia meya aweze kunifanyia kazi, wanipe hela zangu ambao wamenitoa kazi, lakini mpaka sasa hivi wajanilipa hela. Jackson Mayanja 100 huyo akizungumza nasi kutoka Uganda. Hii ndio timu ambayo inalingana nayo uwezo. Jackson Mayanja ameikuta kule nafasi ya mwisho ya 16, sasa hivi amefika mpaka nafasi ya 11. KMC ulikuwa mzigo mzito kwake. Of course amekuwa na changamoto kubwa Mayanja kufanya kazi kwenye timu mpya. Nadhani kwa hapa Tanzania bado tunabaki kucite mfano wa Kagera Sugar ambaye alikaa nayo muda mrefu, na Kagera Sugar tunajua wana huo uvumilivu, lakini alipokwenda Coastal Union tunaona alipata wakati mgumu sana. Nadhani hata KMC angalau akaondoka. Alivyoondoka Simba alikuwa kocha msaidizi, alipoondoka kocha mkuu yeye alibaki na timu ile kwa muda. Kwa hiyo uwezo ukampa credit zile moja kwa moja, japokuwa hata msimu ule pia hakumaliza kwa maajabu sana, zaidi ya kwamba alienda kama mechi 6-7 akafanya vizuri, kisha baadaye akarudi alipokuwa ametoka. Lakini amekuja KMC, nadhani ni sehemu ambako ilikuwa huwezi kutoa excuse yoyote, kwa sababu timu ilikuwa na wachezaji bora, ilikuwa na mazingira mazuri, kambi nzuri, ilikuwa na kila kitu ambacho kilikuwa kinaweza kikamsaidia kufanya vizuri. Nadhani kitu ambacho labda kinamsaidia kwa Uganda, tofauti moja ambayo inaweza ikawepo, naweza nikaiona, ni kwamba wachezaji wengi wa Uganda wana kiu ya kufanya zaidi ya kile ambacho wanakifanya, wanatamani kuna sehemu waende. Kwa hiyo mbali na kocha kama kocha, wachezaji pia wanakubeba zaidi, tofauti na kwetu kidogo wachezaji kuna wakati lazima umpe bonus kidogo, umpe nini ili aweze kuwa KMC zilikuwepo. Of course zilikuwepo, lakini ni tofauti na ile mtu ambapo anaamka asubuhi anajua kwamba mimi hii timu ni ya mwisho kwenye ligi, lakini mwakani nataka niende KCC, mwaka unaofuata nikacheze ligi ya Morocco. Lakini mtu anajua mimi nicheze nipewe 50 au nipewe 30, motivation inakuwa tofauti. Lakini pia kwa Uganda ushindani pia sio mkubwa sana kama ligi ya kwetu. Haya, miongoni mwa mambo ambayo ameyazungumza Jackson Mayanja ni madai yake kwa klabu yake ya zamani ya KMC. Na sasa hebu tuungane na mwenyekiti wa bodi ya KMC, meya wa manispaa ya Kinondoni, Benjamin Sita. Anasemaje? Lakini kwanza tuzungumza naye kuhusiana na maandalizi na nini ambacho kinaendelea kwa timu ya KMC. Benjamin Sita, si ni wape hongera, si ni wape pole. Tayari timu yenu ilikuwa imeshawaka, mkashinda mechi 4 mfululizo, lakini ghafla ligi inasimama, tunapisha janga hili la corona. Hili unalizungumziaje? Limeathiri kwa kiasi gani timu yenu ya KMC? Kwanza tunamshukuru Mungu. Waswahili wanasema gari lilikuwa limeshika moto. Sasa gari kwa imewaka. Sasa naamini tulikuwa tunaenda kwenye njia iliyo sahihi kabisa.
lakini kwa bahati mbaya ili janga la corona imebidi wote tulichukue na tupambane nalo kwanza, lakini tulikuwa tuko kwenye njia nzuri sana. Mtarudi na moto huo KMC baada ya ligi kurejea tena kwenye mwendelezo wake? Tunamwomba Mungu kwa sababu wachezaji wetu, nilikuwa nawaambia watu, walipitia kitu ambacho ni cha kisaikolojia. Kwamba unaona hata Liverpool ni timu kubwa, lakini ghafla psychology ya sports ilivyo, ukipoteza confidence ghafla unakuta mtu una lose confidence kabisa. Kwa hiyo KMC walipitia hicho kitu na tunaona tulistruggle, tumepoteza mechi nyingi sana, karibia mechi 10 na sasa tulivorudi ni mabadiliko machache ambayo tuliweza kuyafanya, na baada ya kutathmini muda mrefu kwenye mambo ya uongozi, mambo ya management, na management sasa imekaa vizuri sana, wanapambana sana vijana, na tukaweza kuongeza mtu mmoja ambaye ni Habibu, na Habibu ni mzuri sana wa mambo ya psychology kidogo. Kwa hiyo wachezaji wakawatia moyo, na Habibu anajua kucheza nao sana kisaikolojia. Kwa hiyo kubwa kuliko yote ni Mwenyezi Mungu tu mwenyewe. Na kwa kipindi hiki ambako ligi imesimama, vipi kuhusiana na ujenzi wa uwanja KMC? Na wenyewe umesimama ama mkandarasi yupo kazini? Kule tunapambana tu, kule hakuna kusimama kule. Kule tumeweka wenzetu wa jeshi wanapambana. Lengo ni kwamba msimu ujao timu ya KMC icheze uwanja wa nyumbani. Lakini uwanja wa KMC sio tu ni uwanja wa KMC FC. Uwanja wa KMC ni uwanja ambao utasaidia jamii kwa ujumla. Ni uwanja ambao timu za kutoka mkoani, timu za kutoka sehemu mbalimbali ya Tanzania, mkoa wa Dar es Salaam wanaweza kautumia kama uwanja wao wa nyumbani, na wala kutakuwa hakuna tatizo lolote la mtu yote kuutumia, kwa sababu ni uwanja tumeutengeneza. Uwanja ni mdogo lakini wenye miundombinu mizuri sana ya usafirishaji kufika pale, kwa sababu tunatengeneza na stand ile ya Mwenge. Kwa hiyo ni rahisi sana kwa mtu yote kufika pale. Kwa hiyo tumeutengeneza, tumeusqueeze pale Mwenge katikati ili watu wafike kiurahisi, kwa sababu ni katikati kabisa. Kwa ni uwanja ambao utasaidia watu wengi wanaotaka kufanya matamasha, na timu zingine zinataka kuchezea pale, hata wenzetu wa Azam FC kidogo wakiona kule ni mbali wanaweza kutumia ule uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo ni uwanja ambao tunakaribisha mtu yote kwa kweli kuutumia uwanja huo. Hongera sana kwa kutimiza ahadi yako hiyo, lakini pia hongera sana kwa kujenga uwanja katikati ya jiji la Dar es Salaam. La mwisho Meya, wakati huu ambapo KMC imeungana, uongozi uko imara, timu iko thabiti, anakuja kocha wenu wa zamani Jackson Mayanja Mia Mganda, huyu analalama bado anawadai. Stahiki zake, mpango wake wa kumlipa ukoje mpaka muda huu? Nimesikia jana nilipigiwa simu kusema ukweli, taarifa hizo za kutolipwa mimi sina. Na tegemea angelalamika kimaandishi au angekuja ofisini, lakini sijaona. Sisi mara mwisho tulikubaliana atalipwa kile anachostahili kulipwa, na sisi ni wazalendo, ni timu ya serikali, hatutaki kuingia kwenye kashfa na vitu namna hiyo. Na tumekuwa na makocha wengi sana, tumemaliza nao vizuri. Kama mnavyoona, kocha Etienne Nderegidi amekuwa kocha wa timu ya taifa. Tunatengeneza klabu yenye heshima na klabu ambayo itanyanyua watu, sio kushusha watu na kuharibu hadhi ya watu. Kwa hiyo inawezekana kuna vitu hawajaelewana na management, lakini angefuata taratibu za kawaida, na sio hivyo tunasikia mtu analalamika hatujui alichonyimwa ni nini. Kwa sababu lazima tuinterpret mkataba wake, anachotakiwa kulipwa ni nini, na kitu ambacho kingine ambacho hatakiwi kulipwa ni nini. Kwa hiyo kwangu mimi hajafika, lakini namshauri kama kuna malalamiko aje akae, kama kuna vyombo ambavyo anaona pia vinaweza vikaingilia vikasuluhisha. TFF wapo, wana kamati nadhani ya sheria na haki na mambo ya mashauri kama hayo. Ndio. Mlango uko wazi. Nchi yetu ni nchi ya amani, nchi ya haki. Hakuna mambo ya ajabu namna hiyo.
Ni kweli, lakini status ambayo wewe unayo kama mwenyekiti wa bodi ya KMC ni kwamba mlimalizana kila kitu na Jackson Mayanja. Kabisa, maelekezo yetu sisi ni kwamba Jackson Mayanja alipo anachostahili kulipwa. Sio alichotaka. Serikali tunafuata taratibu. Hata mtumishi wa serikali akifukuzwa, kuna kitu anachotakiwa kulipwa na kuna vitu ambavyo hastahili kulipwa. Kwa hiyo lazima tufuate taratibu zile za serikali, lakini tufuate kama mkataba ulivyokuwa unasema, ili tuone nini ambacho anastahili kulipwa na nini ambacho inawezekana hawakuelewana, tuone namna ya kusaidia kiweze kulipwa. Benjamin Sita huyo akizungumza nasi, mwenyekiti wa bodi ya KMC. James Samuel, ligi imesimama wakati ambao KMC walikuwa wamewasha moto wakishinda mechi 4 mtawalia, ikawatoa kule nafasi ya 19 mpaka nafasi ya 15. Imesimama sasa. KMC ni timu ambayo inaundwa na vijana wadogo. Tutarajia wanaweza akarejea na moto ule ule, ama kama wamesema Gift hapa kwamba wachezaji wetu kuna kitu fulani hivi wanakosa self motivation. Mimi kwangu naiona ina athari kwa namna moja, licha ya kwamba jambo lilokuja mbele lilikuwa ni jambo ambalo haliepukiki. Yep, ilikuwa ni la lazima. Lakini nimeangalia tabia ya KMC. Hata ikiwa chini ya Etienne Ndairagije ilienda afu ikagain momentum baadaye. Umeiona msimu huu pia tumetoka kumzungumzia Jackson Mayanja 100 mpaka anaiacha timu, alikuwa ameshinda mchezo mmoja tu wa ligi, aliwafunga Namungo pale Azam Complex. Sasa unakuja kuangalia ni namna gani walikaa muda mrefu wakastruggle mpaka kuja kupata hiyo consistency ya kushinda mechi 4. Winning habit ishawaingia. Walikuwa wanatamani, ona walivyocheza na Yanga, wakamaliza kucheza na Yanga, angalia namna ambavyo walimpokea Alliance na kuja kumfunga, angalia namna ambavyo vijana walikuwa wanajitoa. Kwa hiyo ile pace waliokuwa nayo, ile tabia ya ushindi waliokuwa nayo, kutokea janga kama hili lina kitu ambacho kinahusisha uhai wa mtu ama maisha kwa ujumla, yanagusa nyanja zote, tunaacha lipite, lakini kwao lina athari kwa namna moja ama nyingine, ukiunganisha na hizo scenario mbili zilizopita. Toka timu imepanda kwenye ligi kuu, Etienne amekuja, alikuwa mimi ni rafiki yangu na Declare, tulikuwa tunakaa tunazungumza, akimaliza mechi anakuja kuambia nini shida. Tabia anakwambia leo nimesqueeze hapa, nimesqueeze kwenye midfield, kesho kufunga. Issue kufunga huwezi kumfundisha mtu. Na ndio hata huyu alikuja akawa analalamika kwa upande wake, huyu coach mpya, kwamba mbele striking ilikuwa hivi, lakini sasa hivyo vitu vimeanza kuja. Tayari watu wameanza kukaa kwenye rhythm. Tayari ushaanza kupata structure ya kikosi chako. Linatokea hili, lina athari kwa upande wao namna moja ama nyingine. Unaporudi inamaanisha sasa kuna kazi kubwa ya ziada kuwafanya wale vijana wa adapt mazingira haya na kuingia moja kwa moja. Asante sana James Samuel. Kana na mwandishi wa habari kutoka nchini Rwanda, Gakuba Abdul-Jabbar, atueleze tu hali ya mambo ikoje huko nchini Rwanda. Gakuba, habari za wakati huu? Habari, alhamdulillah, tunashukuru Mungu, tupo salama. Hebu tueleze kwa hali ya mambo ikoje hapo Kigali, Rwanda, hasa kuhusiana na masuala mazima ya michezo, hasa baada ya marufuku ya ndege kuzuiliwa kuingia nchini humo. Ni kwamba tarehe 20 ambapo wizara ya afya ilitoa taarifa kwamba kuna mtu wa kwanza ambaye tayari ana virusi vya coronavirus ama COVID-19. Ni kwamba michezo yote ilisimama nchini, iwe ni soka, iwe basketball, imeathirika kiasi kwamba hakuna mtu ambaye anatoka nyumbani kwenda kufanya mazoezi. Kama wananchi wengine wote wanapaswa kufuatilia tahadhari zote ambazo serikali imeweka. Ni kusema kwamba hata timu ya taifa ambayo ilikuwa inajiandaa kuingia kambini kwa ajili ya mashindano ya CHAN, nao walisimama, hawakuendelea na kambi yao na michezo mingine. Yani hakuna mtu kutoka nyumbani, hakuna timu ambayo inafanya mazoezi, ikiwa zilikuwa zimesalia mechi 7 ligi kuu ya Rwanda kufikia ukingoni. Tukiachia mbali wachezaji ambao tunaamini kabisa wameathirika kwa ligi kusimama, vipi sekta nyingine, hasa sekta ya biashara? Tunafahamu kwenye mpira lazima biashara ziendelee. Vipi watu hawa wameathirika vipi?
wameathirika kiasi kikubwa sana, kwani government ama serikali wametoa tangazo kwamba wanaoruhusiwa kuendelea na biashara ni wale ambao wanauza chakula. Watu wengine sasa ambao wanafanya biashara zingine wako nyumbani kama wengine wanatulia nyumbani, yani wameathirika kiasi kikubwa sana. Na hivi karibuni tumeshuhudia serikali ya Rwanda ikiahirisha kushiriki michuano kadhaa ya Afrika Mashariki. Pengine sababu ni nini, Gakuba? Mashindano ya Afrika Mashariki ama Sekafa ni kwamba government walitoa tangazo wakizungumzia kwamba hawakujiandaa vema kutokana na budget yenyewe ilikuwa haitoshi ili timu zote ziweze kushiriki mashindano ya Sekafa, kwa sababu Rwanda walikuwa na mashindano mengine ambao walipaswa kushiriki, na kwa hiyo sasa wakaamua wawe na kipaumbele, na hiyo ikabidi sasa wasimamishe kushiriki mashindano ya Sekafa Senior Challenge Cup. Yote kwa yote, Gakuba Abdul Jabbar, hapo Kigali na Rwanda kwa jumla, maisha yakoje? Ni kwamba watu hawatoki nje kabisa ama wanatoka wanaenda kufanya mahitaji muhimu na kurudi nyumbani? Hali ikoje kiujumla? Ni kwamba polisi wamesema kwamba yule ambaye anapaswa kutoka ni yule ana shughuli maalum ambayo pia ana kibali cha hiyo shughuli ambayo amekwenda kufanya, na huyo ndo anaruhusiwa kwenda kufanya shughuli hizo. Wengine hawaruhusiwi kutoka, wanapaswa kukaa nyumbani. Ambaye anatoka nyumbani yule ambaye anakwenda sokoni kutafuta chakula, lakini watu wengine hawaruhusiwi kutoka nyumbani. Kama mimi mwenyewe juzi nilimtuma mtu kutoka kwenda sokoni kwenda kutafuta chakula, lakini mwenyewe na kuingia sokoni ni mtu mmoja. Hayo yote ni tahadhari ili kuweza kujilinda kuambukiza zaidi virusi vya coronavirus. Hiyo ndiyo corona, homa ya dunia. Na nakufahamisha tu mtazamaji, vipindi vyetu vya michezo kidogo vimebadilika kutokana na mlipuko wa maambukizi ya virusi vya corona. Na hapo kesho saa 3 kamili asubuhi hadi saa 5 kutoka kuna mechi ya marudio kati ya kuna mechi inarudiwa Tanzania Bara dhidi ya Zanzibar Heroes, mechi ya kombe la Challenge mwaka 2017 na Zanzibar ikishinda mabao 2-1. Saa 5 asubuhi hadi saa 7 mchana Simba itakuwa Simba dhidi ya Mbabane Stars katika ikiwa ni mechi ya CAF Champions League Novemba 28 mwaka 2018, na mnyama Simba akimtandika Mbabane mabao 4-1. Saa 1 usiku ni Simba dhidi ya Yanga, mechi ambayo ilichezwa Agosti 3 mwaka 2015 kwenye ligi kuu Vodacom Tanzania Bara, na Simba ikishinda goli 1-0. Huu mshike viwanjani, tutarejea. Yes, tumerejea tena. Huu ni mshike viwanjani. Mimi naitwa Ahmed Ali, niko na Jam Samal na Gifty Macha. Kufuatia mwenendo usioridhisha wa Mbao FC na Alliance katika ligi kuu ya Vodacom Tanzania Bara, na chama cha soka mkoa wa Mwanza MZFA kimewataka mashabiki na wapenzi wa soka mkoani humo kuunga mkono juhudi za viongozi wa klabu hizo katika kujinusuru na janga la kushuka daraja. Akizungumza na mshike viwanjani, katibu mkuu wa MZFA Charles Malongo amesema chama kinatambua ugumu wa timu hizo kujinusuru na hatari ya kushuka daraja kutokana na hali mbaya ya kiuchumi kwa timu hizo. Nichukue tu kuwasitiza waweze kukaa chini kama vilabu na kufanya tathmini ya hatua ambayo wamefikia na changamoto ambazo zipo. Watumie nafasi hii kuweza kutafakari, kufanya upembuzi yakinifu pale ambako tumekosea, waweze kurekebisha na hatimaye waweze kujipanga vizuri na kufanya vizuri kwenye michezo iliyobaki. Kama unavyojua kwamba timu zangu za ligi kuu, kwa maana ya ligi kuu wanaume Alliance FC pamoja na Mbao FC ziko katika hali ambayo sio nzuri, nafasi yao sio nzuri sana. Kwa bila jitihada, bila kufanya tathmini ya kina na kurekebisha kasoro zilizojitokeza, naamini hali inaweza kuwa ngumu zaidi. Sasa kama wana Mwanza, hatupende hali iwe ngumu zaidi. Kwa hiyo wafanye tathmini, na kama swali linahusu wadau kwa ujumla, support yao, kama ni swala la kifedha, wasisite kuwaendea, wasisite kutembeza bakuli, wafike waweze kupata support na hatimaye tuweze kupiga hatua na kuweza kusaidia hivi vilabu vijikwamule.
katika janga kubwa la kupambana kushuka daraja. Lakini pia timu zangu za daraja la kwanza kwa maana ya Pamba Sports Club pamoja na Gwambina FC, nadhani pia watumie nafasi hii kufanya tathmini. Kwa upande wa Gwambina na kwenda vizuri, nadhani kila mmoja anaona michezo aliyobakisha na point anazozihitaji. Kwa hiyo ni obvious kwamba taa ya kijani imewaka, mguu mmoja ameshautanguliza ligi kuu. Lakini sasa asibweteke, michezo iliyobaki amalizie vizuri, afanye vizuri na hatimaye aweze kumaliza kwa kishindo. Lakini timu ya Pamba Sports Club pia itathmini dosari ndogo ambazo zipo na kuweza kuangalia michezo iliyosalia, hatimaye waweze kufanya vizuri. Naamini nafasi bado ipo, wanaweza wakapambana wakacheza hata hatua ya playoff. Kucheza hatua ya playoff nayo ni hatua ya kuelekea kupambania kuingia ligi kuu. Kwa hiyo wasikae tu kusema kwamba siku 30 za mapumziko na wakabweteka. Hapana, ligi bado wana michezo, lazima wafanye mikakati na tathmini ya changamoto kuzitatua na hatimaye waweze kufanya pia vizuri. Lakini kwa wadau sasa, wana Mwanza, hizi timu ni za kwetu. Tuzipe support kwa hali na mali, kwa maana kwamba unapokuwa na ushauri mzuri wa kujenga, milango kwa vilabu hiyo iwe wazi, wadau waweze kushauri la kujenga ili kuweza kuboresha. Lakini pia kwa maana support ya kifedha, kuna kilabu kinaweza kawa na hali ngumu kweli ya kifedha, hata kusafiri ni shida, basi wadau tuunge mkono, tuwasapoti, tuwashike mkono kwa kuwachangia kiasi cha fedha ili waweze kusafiri kufika vituoni kwa wakati. Lakini pia waweze kutoa kero ndogo za wachezaji kama ni posho, stake zao na nini kwa wakati ili kupandisha morali. Unajua mchezaji anapokuwa morali yake iko chini, ni obvious hata performance yake uwanjani itakuwa chini. Hilo liko wazi. Kwa hiyo viongozi wa vilabu hivi wasisite kusema jamani, tunahitaji hiki na hiki kwa wadau, alafu basi wadau nao waitikie kwa asilimia 100 kwa nguvu zote kuweza kusapoti, kwa sababu bila hivyo nadhani hatuwezi kufanya vizuri. Nikukumbusha tu kwamba timu ya Mbao na Alliance zote zipo kwenye nafasi mbaya ya kushuka daraja. Klabu ya Biashara ya Mara imesema pindi ligi itakaporejea watahakikisha wanafanya vizuri katika michezo yao 6 ya nyumbani ili waweze kumaliza katika nafasi nzuri kwenye msimamo wa ligi kuu. Mwenzetu Augustine Mgendi anasimulia zaidi baada ya kuteta na uongozi wa klabu hiyo. Wakati vilabu mbalimbali duniani vikichukua hatua kwa wachezaji wao kujikinga na virusi vya corona, virusi ambavyo vinaitesa dunia kwa sasa, klabu ya Biashara United Mara nayo ni moja ya klabu ambayo imechukua hatua, ikiwa ni pamoja na kuwapumzisha wachezaji wake baada ya tamko la serikali la kupumzika kwa siku 30 ili kuangalia mustakabali wa virusi hivi ambavyo kwa sasa hivi vinaitesa dunia. Katika klabu hii ya Biashara United Mara, pamoja na kupumzika, lakini mkakati mkubwa ni kuhakikisha wanashinda mechi 6 za nyumbani, mechi ambazo wanasema endapo watashinda zitaweka katika nafasi nzuri ya msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, hatua ambayo itawafanya pengine wamalize wakiwa ndani ya 5 bora ama 6 bora. Niliongea na mwenyekiti wa klabu hii Suleiman Mataso, ambaye yeye amesema licha ya siku 30 ambazo serikali wamezitoa, wao wanaendelea na mikakati mbalimbali katika kuhakikisha kwamba wachezaji watakaporejea watakuwa katika hali nzuri ya kimchezo na si tena kuanza mwanzo kama vile ndio wanaanza msimu wa ligi. Lakini pamoja na hivyo itakuwa ni mkakati mzuri wa kuhakikisha zile mechi 6 ambazo watazicheza katika uwanja wa kumbukumbu ya Karume wanazifanya vizuri, ikiwa na maana wanashinda. Na ikumbuke kwamba klabu ya Biashara United Mara hivi karibuni imekuwa na mwenendo mzuri katika uwanja wa kumbukumbu ya Karume kwa kushinda mechi zote ambazo wamecheza hapo baada ya kufika kwa mkufunzi Francis Baraza kutoka nchini Kenya. Hivyo ni muendelezo ambazo wanautaka katika mechi hizi 6. Lakini pamoja na hivyo, hata kocha mkuu wa klabu ya Biashara United Mara na yeye bado ameweka akili kubwa katika mechi hizo ili kuhakikisha kwamba wanazifanya vizuri, na lengo lake ni pamoja na malengo yake kuwa ametimiza kwa 100%, lakini anasema kuingia ndani ya 10 bora ni jambo zuri kwa timu ya Biashara United Mara katika mwenendo wa ligi kuu ambao unashusha timu 4 na timu 2 zinakwenda playoff. Hivyo basi ni jitihada ambazo watu wanaweza kuona kwamba timu imekaa haina maandalizi yote, lakini ni kuweza kuangalia lile tamko la serikali, lakini pia na wao wanasema ni mikakati ya kimya katika kuhakikisha kwamba pale ambapo serikali itaona kwamba hali ya virusi vya corona kwa sasa hivi ni nzuri katika maeneo mbalimbali hapa nchini na kuruhusu baadhi ya shughuli mbalimbali kurejea kama kawaida, basi na wao watakuwa katika mwenendo mzuri wa kuweza kuendelea na shughuli zao za kimichezo.
Augustine Mgende huyo kutoka Musoma, Mara. Na taarifa ya mwisho kwa leo kwenye Mshike Mshike Viwanjani ni taarifa ya majonzi. Kifo cha mwana michezo mwenzetu, kifo cha mwandishi mwenzetu, kifo cha mdau mwenzetu Asha Muhaji, mhariri katika magazeti ya Mtanzania ambaye pia alikuwa msemaji wa klabu ya Simba, msemaji wa kwanza kabisa wa mwanamke wa kutoka katika vilabu vya mpira wa miguu. Asha Muhaji amefariki dunia hii leo katika hospitali ya Hindu Mandal, na mazishi yatakuwa ni kesho saa 10 katika makaburi ya Mwinyi Mkuu pale Magomeni. Gift Macha, Asha Muhaji, mdau, kuna kipindi ilikuwa ukachukue ukapita ile njia ambayo alipita yeye, cha kusema juu ya kifo hiki? Ya tasnia ya michezo na tasnia ya habari kwa pamoja tumepoteza mtu muhimu sana. Tumepoteza mtu ambaye unaweza ukasema alikuwa akiishi kwenye maisha hayo mawili. Alikuwa akiishi kama mwanahabari, lakini alikuwa akiishi kama mwanamichezo, na si tu klabu ya Simba. Nadhani hata mtu ambaye amekuwa mtu wa karibu kutoa taarifa hizi ni timu ya taifa. Alikuwepo, ni mmoja wa viongozi wa lile kundi la Taifa Stars supporters. Na nikwambie tu wakati linaundwa 2015 Asha akiwa mmoja wa viongozi na mimi nilikuwa mmoja wa wajumbe kwenye. Kwa hiyo ni mpambanaji, ni aina ya wanawake wachache ambao walionyesha uhodari kwenye soka, kuweza kuwa afisa habari wa klabu ya Simba na kuwa mwanamke pekee ambaye ameweza kuwa afisa habari kwenye hizi klabu zetu 3 kubwa hapa nchini. Si jambo dogo. Ameonyesha kwamba ni mtu ambaye alikuwa ana ujasiri, lakini pia ana uthubutu wa kufanya vitu. Lakini vile vile Asha ni kioo cha waandishi wa habari wanawake, hususan wadogo ambao walikuwa wanamchukulia kama mfano na walikuwa wanapita kwenye njia zile ujasiri, licha kwamba wengi labda hawajafika kwenye hiyo level ya kuwa msemaji kwenye club kama Simba, lakini kumuona tu Asha alivyofika na akaweza kufanikiwa kufika kwenye hiyo stage ilikuwa ni hivyo. Kwa nyakati ambazo ni majonzi kiukweli. Mungu ampumzishe. Mungu ampumzishe, na tukutane kesho wote tukajili ya kwenda kumsindikiza mwenzetu. Msiba upo Kijitonyama karibu na polisi Mabatini, na mazishi yatakuwa ni makaburi ya Magomeni Mwinyi Mkuu. Mimi naitwa Ahmed Ali, nilikuwa na James Samuel na Gift Macha Wanyabi. Usiku mwema.